Yes, bana, mambo vipi? Tumebahatika kufika nyumbani kwa Mama Steven Charles Kanumba na hii ni exclusive ambayo unaitazama kwa muda huu hapa. Mama, hebu sema exclusive. Unanitafuta maneno. Sema exclusive. Exclusive. Kumbe Kiingereza kipo pia. Ha, mimi haya ndugu yangu. Kabisa. We show me le. Nikajua mtu wa kanda ya Ziwa, labda Shinyanga, wapi? Shinyanga nimekaa sana, karibu au zaidi ya miaka 30. Nimefanyia hapo kazi na nilikuwa NBC. Bane. Almost I think 25 years nimekuwa NBC. Kwa hiyo Shinyanga, nimezaliwa Mwanza, nimekulia Tabora, kazi nikafanyia Shinyanga. Kwa hiyo ukanda wote huo na ujua. Na Msoma nilienda kufanya kazi, nimekaa miaka 2 nikiwa benki hiyo. Baadaye nikarudi pale pale Shinyanga. Ulikuwa ni mama wa muigizaji, lakini pia kutokana na elimu ambayo ulikuwepo nayo, kuna baadhi ya maeneo umefanya kazi, mwisho wa siku tukaje kuangukia huku kwenye tasnia ya filamu. Iki kipaji kilikuwepo kabla ama ilikuja kuwa baadaye? Iki kipaji cha kwangu au cha mwanangu? Cha kwako. Mimi nimeanza kuigiza nikiwa sekondari. Na kwanza mama yangu, historia niliyoipata, mamangu alikuwa msanii, alikuwa anacheza ngoma za asili. Shangazi yangu akampenda, wote wakiwa lika moja. Akamfanyia mpango aolewe na kaka yake ambaye ndo baba yangu. Kwa hiyo haya mambo ya sanaa sijui yalikuwa ndani ya damu yetu. Baadaye mimi nikiwa sekondari nilikuwa naigiza. Nimeigiza movie moja ilikuwa inaitwa No Longer Tease, Mr. Everyman na nyingi, lakini unaigiza kwa woga, tulikuwa tupati hela. Unaigiza tu kama kujifurahisha. Lakini at the same time naogopa, maana by then mtoto wa kike alikuwa yeye kazi yake ni kuolewa, aliyekuwa na wajibu wa kusoma ni wa kiume. Na mimi mamangu alikuwa mtetezi mkubwa sana. Sasa unacheza kwa kuogopa, nyumbani wakijua itakuwaje. Kwa hiyo acheza nikaishia pale. Lakini kwa vile ni kipaji kilikuwa ndani ya damu yangu ambacho kimetoka kwa mama yangu, kikaenda kwa mwanangu Steven. Ilikuwaje mara ya kwanza ambapo Steve anakuambia kwamba nahitaji kuingia kwenye tasnia hii ambayo ilimpatia umaarufu mkubwa kwa hapo baadaye? Kwanza alianza kwenye kwaya kanisani na maigizo ya kanisani kama unavyojua Sunday school. Baadaye akanambia, mama, mimi naomba nijiunge na mambo ya kuigiza. Nikamwambia, mimi nakulia kama single mother, nilipe ada, afu nilipie kiingilio cha kule mimi sipo. Lakini mwanangu alikuwa na maono yake. Kumbe alikuwa na kakibubu. Nikimpa hela ya nauli na ya kula shule, anachukua kidogo anaweka kwenye kibubu. Imeenda mpaka kiingilio cha Kaole ilikuwa shilingi 3000, mpaka ikafika 3000. Akapeleka Kaole, akaanza Kaole. Kwa hiyo huko nikamwambia, wewe utaviweza masomo na sanaa? Akasema, mama niachie. Lakini namshukuru Mungu, vyote vikaenda sawa. Lengo lake likatimia. Mara kwanza kumuona kwenye TV ilikuwaje? Kwa kweli nilifurahi sana. Japo mwanzo nilikuwa namkatalia, staki usome kwanza nini, lakini kumbe mtoto mpe kila anachopenda. Nilivyomwona mara ya kwanza nilifurahi sana. Yaani mpaka naikaribia wakati wewe TV, yani nyumba hii mpaka kule, yani zilikuwa za nadra sana, sio kama sasa hivi kila nyumba, kila chumba, kila TV. Mpaka naisogelea TV hivi. Ni yeye kweli. Namwambia, Steve, umejiona wewe Kanumba? Mama, nakaribia nachungulia, kumbe ni yeye. Yaani kwa kweli nilifurahi. Wakati huo yupo chini ya Kaole? Wakati huo alikuwa chini ya Kaole. Ameenda baadaye akawa chini ya Mtitu Game. Baadaye akawa na kampuni yake, akawa movie zake na wauzia Steps Entertainment. Sawa, ni wakati gani ulikuwa ni mgumu zaidi kwake pamoja na kwako, wakati ambao tayari kwa ameshaingia kwenye tasnia ya filamu? Wakati mgumu mimi pale alivyokuwa akija akinieleza, mama huko napata matatizo, mama naambia si uviache, yani nilikuwa sijui, ila baada ya kuingia ndio nimekuja kuona kumbe mwanangu alichokuwa ananiambia ni kweli. Mama huko kuna maneno, mama wananisingizia hivi, mama
Kwa kweli mimi namwambia acha, manake kuna siku moja mtu msanii mwenzio akiwa Kaole alichukua simu ya mtu ya mwingine akaiweka kwenye begi la Kanumba ili Kanumba aonekane ameiba. Kwa kweli iliniuma sana. Na kweli yule anakuja kutafuta simu yake haioni. Kwanza wakaipiga ikalia kwenye begi la Kanumba. Kanumba alilia mno, mno, mno. Lakini marehemu akina Mzee Pwaga, Bihindu walikataa. Wakasema huyu mtoto sio mwizi. Kwanza ana nidhamu, kila kitu. Walivomkaba yule alomwekea mle, akasema ukweli. Akasema mimi ndio nimemwekea, manake Kanumba kila akipanda kwenye stage wanamshangilia. Yaani inaonekana yeye anapendwa sana. Sasa nilifanya hivi ili nimwharibie afukuzwe hapa. Akasema alipokuja kuniambia, nimwambia mwanangu Suviacha, akasema hapana mama. Ili ufanikiwe lazima haya mambo yapitie. Alikuwa mtu wa dini sana. Kaambia sawa, akaendelea mpaka akafika mbali. Movie yake kubwa ambayo ilimpa mafanikio zaidi? Sijui niseme hivi. Kuna hii alocheza na Wema, sijui ilikuwa inaitwaje. Alafu ikaja The Devil Kingdom. Na The Devil Kingdom ndo akaja kuichukulia kwamba eti hapo ndo alikuwa anajiunga na Freemason. Lakini ile filamu yake moja ya kwanza ile alicheza na Wema. Sijui, sikumbuki inaitwaje. Ile ndo watu waliipenda sana. Na zingine zote na Uncle JJ. Uncle JJ mpaka kesho kutwa. Kina Patrick, kina Jennifer wanakukumbuka? Sana. Niko nao bibi wananikumbuka. Mara mwisho kuonana nao? Siwezi kuwalaumu kwamba tuonane kila siku, lakini ni watu. Hata sasa hivi nikinunua simu nikapiga, kama hatapokea kwa muda huu akikuta misiko yangu ananipigia. Bibi ulikuwa na shida gani? Kwa hiyo niko nao vizuri kwa kweli. Ni changamoto ipi kubwa ambayo ilimkuta Steve na ukatamani aachane kabisa na masuala ya filamu? Mama amecheka kwanza. Ni kama hayo nayokuambia, ni mengi sana. Yaani mtu anaanzisha chuki na anawapandikiza watu wakubali hayo maneno alowaambia ya chuki, wanakuchukia wewe. Hiyo ni mambo ambayo Kanumba alikuwa anakutana nayo sana. Lakini mwisho wa siku wale watu wanaowaambia wanakuja kugundua kwamba huu ni uongo, lakini baada ya kuwa wamemchukia, wamemsema vibaya, wamefanya nini, basi ndio hivyo. Nimepita Instagram nikakuta kuna account, nikasema hizi ni zile ambazo watu tu wanafungua kwa ajili ya maslahi yao binafsi ama ni mama mwenyewe alifungua? Unatumia Instagram ama mitandao mingine ya kijamii? Mimi nikwambia ukweli, mjukuu wangu akiwepo kama hivi yupo, ndo ataenda kuniangalia. Kishaondoka mimi huko sipo tena. Maana yake mimi kama ninavyokuambia hii mitandao unafungua, mimi na pressure na vidonda vya tumbo, unakuta mara wamekutukana, mara wamefanya nini, unaambulia kwenda hospitali, gharama ni za kwako. Sasa vya nini? Nisiangalia. Kama nilivyokuambia juzi na mtu ananitukana na nywele hizi, eti Mama Kanumba unaweka bleach bado unapenda usichana. Kaambia hivi hii sura yangu na hizi nywele zina tofauti? Kweli nikikuangalia utaona umeangalia sura ya Mama Kanumba msichana? Lakini nikasema tena mjukuu wangu akaniambia bibi nishakukataza mambo usiangalie. Nikamwambia mwacha ajifurahishe. Mimi siweki kitu chochote, ni hivi nimekubali na uzee nimeukubali. Na naufurahia. Umeupokea kwa mikono miwili? Kabisa. Kama ningekuwa na uwezo ningeongeza mingine miwili. Ila sasa nawaambia jamani, hii sio bleach, hizi ni nywele zangu, ni mvi. Mpaka wanawaambia, nakwambia angalia na hapa. Na hapa napaka bleach. Angalia kwenye kope hizi. Napaka bleach. Ili wapate ukweli kwamba muda wangu umefika. Mimi ni mzee na nywele hizi sio nini ni mvi. Mipango ipoje kwa siku za hivi usoni kuhusiana na wewe kurejea tena kwenye filamu? Hilo swala nimwachie Mungu. Mipango ipo. Mipango ipo. Tatizo sisi binadamu ndio maana tukapewa tumbo. Tumbo alizeeki,
tumbo aliridhiki, ukila sasa hivi ukashiba, baada ya masaa mawili utahitaji kula. Ndio haya maisha yetu. Kwa hiyo siwezi kusema nini, lazima niwe na mipango ili niweze kuishi. Ulipata nafasi ya kucheza kwenye tamthilia ya Huba na ulicheza na Nandi. Nandi ni mtu wa namna gani kwenye upande wa masuala ya filamu? Yaani mimi Nandi kwanza kitu alichonishangaza na nilimpenda sana. Tulikuwa tunacheza kule vijijini, vitanda vya kamba, lakini kale katoto kanafika kana relax. Analala. Unamwangalia Nandi, wewe si star. Mbona hivi? Nikimwambia anambia wewe mama mwanao alikuwa star, mbona nawe hivi? Yaani yeye hachagui hata chini hapa anakaa. Yaani anajumuika na watu. Hajibagui kusema mimi. Maana kuna mwingine akija eti star na kita anakifanya hivi anakiangalia. Lakini yeye hicho kitanda cha kamba kama anakamtandio kake ataweka, atalala. Ataamka kama kwalia chini kigoda atakaa. Tunacheza, tunamaliza, habagui yule mtoto. Mimi simsemei eti kwa vile star, ila nasemea jinsi alivyo. Ni binti wa kipekee. Hana mambo ya kujivuna. Kuna namna ambavyo unanufaika na kazi za mwanao? Maana kuna watu wanapiga pesa bado. Kuna watu wanauza CD, kuna watu wanakuta wameweka YouTube wanaendelea kuingiza pesa. Wewe kama mama, kuna namna yote ambavyo unanufaika na kazi za mwanao kwa sasa? Hapana. Sina chochote nachonufaika na kazi za mwanangu. Sina chochote. Ila naishukuru serikali yangu ya awamu ya 5 wakati wa marehemu Magufuli, na wakati ule alikuwa Mheshimiwa Waziri Mwakyembe, waziri wa utamaduni, sijui walinisimamia. Walinisimamia steps angalau wakanilipa kidogo, lakini vinginevyo sina chochote. Mimi naishi tu kwa kudura Mwenyezi Mungu. Kama ndege wa angani, wanyama polini, hawana mashamba, hawana biashara, lakini wanakula na kuishi na kuzaana. Ndio maisha yangu mimi. Na umelizika kabisa? Nimelizika. Mama, tukushukuru kwa exclusive ya Moto ambayo tumeifanya hapa nyumbani. Nawashukuruni sana sana. Karibuni tena. Sio muishie hapa, muache kuja kuniona. Sisi hapa shako nyumbani, tutakuwa tunakuja. Karibuni sana. Mama, unaendeleaje? Sijambo, nasukuma gurudumu. Nakaribia ile miaka ya shida na matatizo. Ukifikisha miaka 70, si ndio nasema ndio Mungu aliweka ya binadamu. Kwa hiyo ndio hiyo sasa. Bwana, hii ilikuwa ni exclusive na Mama Stephen Charles Kanumba ambaye tumezungumza naye hapa nyumbani. Nimependa nyumba nzuri, safi, maisha yanaendelea, hatuigizi maisha. Ambacho nimekipenda mama, unajua wengi ukiangalia kidogo wanakuwa wanaigiza maisha hivyo, lakini mama anaishi uhalisia. Anavuna kile ambacho alikipanda. Lazima uishi uhalisia. Mimi maisha ya kuigiza hapana. Unajua inawezekana mtu mwingine anataka kukupa msaada, lakini the way unavyo behave anaona huyu simwezi. Hapana.